Shida iko hapo kwamba bali wafundishe neno ya Mungu. Kufundisha neno ya Mungu inahitaji kujua kwa ndani. Andiko ya Kumbukumbu ya Torati 22 mstari wa 5. Waisraeli wanapotaka kuingia Kanaani, ni taifa ya Israeli. Wanataka kuingia nchi ya kigeni, watu wasio na Mungu, wana mifumo yao ya kuzaa, ya kuvaa. Ndio Mungu agamu mtapoingia kwa hiyo nchi, mwanamke asivae mavazi ya mwanaume, mwanaume asivae mavazi ya mwanaume. Sasa tunapotaka kufundisha vizuri inahitaji kujua mambo 4. Number 1, kujua historia ya Biblia. Number 2, kujua jiografia ya Biblia. Number 3, kujua mazingira, kwa mazingira gani hiyo jambo lifanyika. Na number 4, ndio kiroho inataka kumaanisha nini. Waisraeli hawa Musa iko na waambia historia wa Israeli mpaka ni leo dunia imechange. Inakuwa wakati wa globalization. Wakati wa Musa mpaka Yesu, iwe Mwisraeli mwanamke mwanaume, hakuna yule alikuwa anavala suruali. Mumeona filamu yenyewe Yesu anavala suruali? Mumeona filamu yenyewe Musa anavala suruali? Mnaona filamu yenyewe Elia anavala suruali? Waisraeli hawakuwa anavala suruali, Waisraeli walikuwa wanavaa kanzu peke yake. Na utofauti ni hapa tu. Ndio utaona ni design ya kila mke na utajua design. Kama suruali ni nguo ya wanaume, mtu wa kwanza ataingia mbinguni ni Yesu, kwa sababu hakuwa suruali. Na ndio Paulo katika Timotheo iko napenda kuleta utofauti ya mambo ya mavazi. Sasa tunapokuja kanisani tuvae mavazi ya heshima. Haijalishi ni suruali. Unajua Wakristo wengi wanafanya unafiki. Nje ya kanisa wanavala masuruali ya mzuri, wakija kanisani wanajileta kiaina. Vala tu mahali pote iwe mavazi ya heshima peke yake. Waisraeli hawajawahi kuvaa suruali wanaume na wanawake. Walikuwa wanavaa kanzu.